Habari wewe, karibu tena katika channel yako pendwa. Mimi kwa majina naitwa Dennis Jenson. Kama ni mgeni katika channel yetu, karibu sana, na kama bado hujasubscribe katika channel yetu, hakikisha una subscribe, una like, una share, pia una comment. Pia usahau kubofya alama ya kengele ya notification ili mtu akose kupata taarifa pindi ambapo nita-upload video mpya kuhusiana na swala zima la mafanikio. Leo kitu ambacho ningependa kushare nawe ni vitu ambavyo kijana ambaye unahitaji mafanikio upasi kuvinunua. Kwa sababu gani? Vitakuchelewesha na vitaweza kufanya ushindwe kufanikiwa kabisa katika maisha yako. Kwa vitu ambavyo tutaenda kushare nawe hapo kijana, upasi kuvinunua vitu hivyo au upasi kuvimiliki. Kwa sababu gani? Vitakuchelewesha na vitakufanya ushindwe kufanikiwa kabisa katika maisha yako kama kijana ambaye unahitaji mafanikio. Na hii ni episode ya 5. Kama bado hujatazama episode ya kwanza, ya pili, ya 3 na ya 4, nenda kwenye description nimeweka link ya episode zote 4 uweze kuclick ili uweze kutazama. Kwa hiyo naendelea na hii episode ya 5. Usinunue bando mara kwa mara. Vijana wengi sana wanashindwa kufanikiwa katika maisha yao. Kwa sababu gani? Unakuwa ni watu ambao wanapenda kununua bando mara kwa mara. Unakuta mtu kwa siku anatumia mpaka 5000 kununua bando tu. Kwa hapo itakuwa ni swala gumu sana kwa wewe kuweza kufanikiwa katika maisha yako. Unakuta mtu ambaye anatumia labda 3000 au 4000 kununua bando kila siku, yeye kwa siku labda anaingiza 5000 au 10000. Kila siku anatumia 3000 kununua bando tu, maana yake anabakiwa na shilingi 7000. Na bado hapo hajala na bado hapo hajanunua mahitaji yake ya msingi. Kwa hiyo itakuwa ni swala gumu sana kwa wewe kuja kufanikiwa katika maisha yako. Kwa kama kijana ambaye unahitaji mafanikio katika maisha yako, usipende kununua bando mara kwa mara. Kwa sababu gani? Itakuchelewesha na itaweza kufanya ushindwe kufanikiwa kabisa katika maisha yako. Kwa hiyo jiwekee ratiba maalum, kusema bwana, mimi bando nitakuwa nanunua mara 2 au mara 3 kwa wiki, na nanunua kwa sababu ya kufanya labda jambo fulani na jambo fulani. Kwa hiyo usinunue bando bila sababu ya msingi. Kwa hiyo ukiwa na tabia kama hiyo, ndugu yangu, itakufanya ushindwe kufanikiwa kabisa katika maisha yako. Natakiwa uwe na sababu ya msingi pindi unapotaka kununua bando. Labda nataka ninunue bando nifanye jambo fulani na jambo fulani. Kwa sio unanunua labda bando uende ukaangalia umbea, sio labda yani ufanye vitu ambavyo sivyo na msingi. Kwa hiyo itakuwa ni swala gumu sana. Yani usipende kununua bando mara kwa mara. Kwa sababu gani? Utachelewa sana kwa hiyo kuweza kuja kufanikiwa katika maisha yako. Kwa hiyo fedha ambayo labda kuna mtu ambaye anatumia labda kwa siku 3000 au 5000 kununua bando, jaribu kujiwekea ratiba labda kwa wiki nanunua bando labda mara moja. Na hiyo fedha nyingine ambayo ulikuwa unatumia kununua bando kila siku labda bando 3000, hiyo fedha anza kuwekeza. Kwa hiyo ukianza kuwekeza hiyo fedha kidogo kidogo, mwisho wa siku utaweza kuja kufanikiwa na utaweza kuona umepata fedha nyingi, na utaweza kuanzisha biashara au utaweza kuanzisha mradi fulani ambao utakusogeza na utaweza kukufanya uanze kufanikiwa katika maisha yako. Kwa kama kijana ambaye unahitaji mafanikio katika maisha yako, epuka sana kununua bando mara kwa mara. Kwa sababu gani? Mabando yenyewe sasa yanauzwa bei. Kuta bando 3000, 4000. Kwa kila siku mtu anakuta anatumia labda bando 5000. Kwa hapo itakuwa ni swala gumu sana kwa kuweza kuja kufanikiwa katika maisha. Kwa hiyo kila ratiba labda kwa wiki labda nunua bando labda 1000, labda bando labda 3000 au 5000. Labda kwa wiki labda nunua labda bando labda 3000, na sio kila siku nunua bando 3000. Kwa kufanya hivyo, ndugu yangu, hiyo fedha nyingine ambazo zinakuwa zinabakia, anza kuweka akiba, na mwisho wa siku zikiwa hizo fedha nyingi, fungua mradi au anzisha biashara yoyote ile. Kwa kama kijana ambaye unahitaji mafanikio katika maisha, kuepuka kununua bando mara kwa mara, kwa maana litakuchelewesha na litaweza kufanya ushindwe kufanikiwa kabisa katika maisha yako. Kuepuka kununua bando mara kwa mara. Kuwa na ratiba ya msingi, kusema bwana, mimi kwa mwezi au kwa wiki nanunua bando mara 1 au mara 2. Kwa kufanya ndugu yangu, itakuwa ni swala rahisi sana kwa kuweza kuja kufanikiwa katika maisha yako. Usipende kununua bando kila siku. Mtu anatumia 3000, 5000 kununua bando, utachelewa sana kwa kuweza kuja kufanikiwa katika maisha yako. Hiyo fedha ambayo unatumia kila siku kununua bando 3000 au 5000, anza hiyo fedha kujiwekea akiba. Mwisho wa siku hizo fedha zitakuwa nyingi na utaweza kuja kufanikiwa katika maisha yako. Kuepuka sana kununua bando mara kwa mara. Usipende kununua kompyuta gharama sana. Vijana wengi sana ukuta wanapenda sana kumiliki labda kompyuta gharama sana. Mfano labda anahitaji amiliki kompyuta ya Apple. Kwa hapo ndugu yangu, utaona kama itakuwa ni swala gumu sana kwa kuweza kuja kufanikiwa katika maisha yake. Unakuta kama kompyuta ya Apple labda inauzwa laki 8 au milioni 1 au karibu milioni 2 kasoro. Kwa kufanya hivyo, ndugu yangu, itakuwa ni swala gumu sana kwa kuweza kuja kufanikiwa katika maisha yako. Kwa kama kijana ambaye anahitaji mafanikio, epuka sana kununua kompyuta za gharama sana. Na kama unaona huna mahitaji ya msingi na kompyuta, usinunue. Kuna vijana wengi sana kuta anasema anahitaji niwe na kompyuta. Nauliza, kompyuta nini? Nahitaji niwe naangalizia video tu. Kwa ndugu yangu, kama unahitaji kuangalizia video, nunua kompyuta ili uweze kuangalia video. Kitu ambacho napenda kushauri ndugu yangu, acha kabisa. Kama una 500 au 600 unataka uende kununua kompyuta,
na huna nayo kazi ya msingi zaidi tu ya kuangalia video, kitu ambacho ningependa kushauri, chukua hiyo fedha. Kama una simu kubwa, basi hiyo fedha yote nenda kaanzishe biashara au nenda kawekeza katika mradi fulani. Na kama hauna simu kubwa, basi chukua labda mfano labda una 400,000, unahitaji kwenda kununua kompyuta. Chukua hiyo 200,000 nenda kanunue simu kubwa, na hiyo 200,000 nyingine anzishia biashara au fungua mradi fulani. Kwa hiyo sikimbilie moja kwa moja kwenda kununua kompyuta ya gharama sana. Na pia kama unakuta kijana ananunua kompyuta kwa sababu tu ya kuangalia video, labda kwa sababu tu ya kuonekana kwa watu kama yeye ana fedha sana, au kwa sababu ya kujionyesha kwa watu kama yeye ni mtu wa thamani sana, au ni mtu ambaye anatakiwa kuheshimika, labda mtu mwenye pesa sana. Kwa kufanya vitu vyangu utajichelewesha sana na utashindwa kuweza kufanikiwa katika maisha yako. Na kwanza labda kama unataka uheshimike kwa watu, kama huna fedha kweli, ndugu yangu, ni upumbavu tu. Kwa kitu ambacho ningependa kushauri, kwanza kama una 400,000 au 500,000 unataka kwenda kununua kompyuta kwa sababu tu ya kuangalia video na huna kazi ya msingi ambayo itasababisha, maana labda mfano labda unafanya labda kazi ya msingi, labda kusema hiyo kazi itakwenda kuingizia fedha, ndio hapo ambacho ningependa kushauri kwamba nenda kanunua. Ila kama unaona hivi kompyuta labda au hii PC na nunua kwa sababu tu ya kuangalia video, ndugu yangu, usinunue. Hiyo fedha nyingine nenda kaanzishie biashara. Kama una simu kubwa, basi hiyo fedha yote chukua, nenda kaanzishie kwanza biashara. Mwisho wa siku ukiweza kuanzisha biashara, na biashara ianze kuletea faida, au kaanzisha mradi fulani, na ile mradi fulani ukaanza kuletea faida, ndipo utaweza kuja baadaye kumiliki kompyuta, na utaweza kumiliki mpaka kompyuta yako. Kwa kama wewe kijana ambaye unahitaji mafanikio katika maisha yako, acha kununua kompyuta kama hauna nayo mahitaji ya msingi sana ambayo yatasababisha ikuendelee kukuingizia fedha. Baki sio unanunua kompyuta kwa sababu tu ya kuangalia video, na sio unanunua labda kompyuta kwa sababu tu ya kuchezea tu. Ndugu yangu, utachelewa sana kwa hiyo kuweza kuja kufanikiwa katika maisha yako. Kwa sababu kompyuta yenyewe ni liability. Simu yenyewe ni liability. Kwa kitu ambacho ukiwa nacho kinaendelea kutoa fedha yako mfukoni, maana yake inakuwa kikuingizia fedha. Lakini labda mfano labda unasema mimi nanunua bwana kompyuta kwa sababu ya kwenda kufungua labda library. Hapo ni sawa. Kwa sababu gani? Hapo inakuwa ni asset, maana yake itaendelea kukuingizia fedha. Mfano labda unaingiza video, unamuingizia mtu video, maana yake analipia. Mfano labda unambania mtu movie, anakulipia, analipia. Kwa hiyo kwa kufanya ndugu wangu, hapo itakuwa ni sawa. Lakini kama unahitaji tu kwa sababu tu ya kuangalia video, na unahitaji tu sababu tu unahitaji labda kompyuta kwa sababu ya kuchezea, kwa hapo ndugu yangu itakuwa ni swala gumu sana kwa kuweza kuja kufanikiwa katika maisha yako. Au unasema bwana, kwa nini nahitaji PC ili niwe nachezea, ili nionekane kwa watu kama na hela, ijionyeshe kwa watu kama ni mtu fulani hivi ambaye ana fedha. Ndugu yangu, utachelewa sana kwa kuweza kuja kufanikiwa katika maisha yako. Hiyo sio ujanja, huo ni ujinga. Na kiwezi kuonekana kwa watu una fedha, kumbe una shida tu, kumbe labda una njaa. Kwa hiyo hapo utakuwa unafanya jambo la kipumbavu tu. Kwa kama kijana ambaye unahitaji mafanikio katika maisha yako, epuka sana kununua kompyuta au PC kama hauna mahitaji ya msingi na hiyo kompyuta au PC. Kwa kufanya hivyo utajichelewesha sana kwa kuweza kuja kufanikiwa katika maisha yako. Usinunue saa ya gharama sana. Vijana wengi sana unakuta labda anasema bwana, mimi na 20,000 hapa au na shilingi 15,000 nahitaji kwenda labda kununua labda saa ya gharama. Kwa ndugu yangu, hapo itakuwa ni swala gumu sana kwa kuweza kuja kufanikiwa katika maisha yako. Na kama kijana ambaye unahitaji mafanikio katika maisha yako, kitu ambacho ningeweza kukushauri kwamba usiende kununua hiyo saa ya gharama, bali hiyo fedha nenda kanunua hata kuku, anza kufuga kuku au anzisha kamradi fulani kwa kupitia hiyo 10,000 yako, au kwa kupitia hiyo 15,000 yako, au kwa kupitia hiyo 20,000 yako. Kwa unakuta kijana labda na 30,000 anaenda kununua labda saa ya gharama sana. Mfano labda saa zingine zinauzwa mpaka 70,000, saa zingine zinauzwa mpaka 100,000, saa zingine mpaka zinauzwa mpaka milioni. Kwa kama kijana ambaye unahitaji mafanikio, kama kijana ambaye una ndoto siku moja uweze kuja kufanikiwa katika maisha yako, usipende kununua saa za gharama sana. Usinunue kabisa. Kwa sababu gani? Kwa kufanya hivyo ndugu yangu utachelewa sana kwa kuweza kuja kufanikiwa katika maisha yako. Mtu mwingine anasema mimi na 10,000 tu, kwa hiyo 10,000 sioni biashara kuanzishia. Kitu ambacho ningependa kushauri, anzisha hata mradi wa kufuga kuku. Nunua hata kuku hata moja, na anza kuifuga hiyo kuku, na utaweza kuona matunda labda baada ya mwaka mmoja. Unakuta labda na kuku 50 na kuku 60. Na ukiuza hizo kuku kwa shilingi 10,000 tu, unajikuta hapo na 600,000 kama na kuku 60 kwa mwaka. Umezalisha kupitia 10,000 yako, lakini unaweza
mpaka umeweza kuzalisha mpaka 600,000. Kwa kama kijana ambaye unahitaji mafanikio, epuka kununua saa za gharama sana. Kwa sababu gani? Zitakuchelewesha na itaweza kufanya ushinde kufanikiwa kabisa katika maisha yako. Je, umependezwa na video? Kama umependezwa na video, tafadhali usahau kusubscribe kama bado hujasubscribe, na pia usahau kulike na kushare, na pia usahau kubofya alama ya kengele notification ili uweze kupata taarifa pindi ambapo utaupload episode ya 6 na uwe mtu wa kwanza kuitazama hiyo episode ya 6. Pia usahau kushare na kwa mwenzako ili naye aweze kujifunza ni vitu gani ambavyo kama kijana ambaye anahitaji mafanikio hapaswi kuvinunua wala hapaswi kuvimiliki. Kwa sababu gani? Vitamchelewesha na vitaweza kumfanya ashinde kufanikiwa kabisa katika maisha yake. Kwa hiyo usisahau kushare video hii, na pia kama umependezwa na video hii tafadhali like, na pia usisahau kusubscribe kama bado hujasubscribe katika channel yetu ili usiweze kupitwa na video moto moto kuhusiana na swala nzima la mafanikio. Asante sana. Do it now.